Aliyekuwa rais wa nchi ya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete amejipata motoni baada ya kukejeli Tundu Lissu na upinzani kwa jumla. Hujambo na karibu, na kumbuka kusubscribe. Kauli ya rais mstaafu wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete iliyotolewa hivi karibuni kumhakikishia rais wa sasa Daktari Samia Suluhu Hassan kuhusu msimamo wa Chama cha Mapinduzi dhidi ya wapinzani imeibua mjadala mpana wa kisiasa. Akizungumza katika mkutano wa hadhara, Kikwete alisisitiza kuwa CCM haichanganyi pumba na mchele, akimaanisha kuwa chama hicho hakitishwi na hoja za wapinzani na hakitapoteza mwelekeo wake kwa sababu ya kelele za nje. Kauli hii imekuja katika kipindi ambacho Tanzania inaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na vyama vya upinzani vimekuwa vikiongeza kasi ya kampeni zao, wakikosoa utendaji wa serikali na kuibua hoja mbalimbali kuhusu mwelekeo wa taifa. Na katika mazingira haya, kauli ya Kikwete inaonekana kuwa ni ishara ya kuimarisha mshikamano wa ndani ya CCM na kumtia moyo Samia kuendelea na ajenda zake za maendeleo bila kuyumbishwa na presha ya kisiasa kutoka nje ya chama. Kwa Kikwete, CCM ni taasisi imara yenye historia ya kupambana na uchaguzi na changamoto za kisiasa kwa mafanikio. Alisisitiza kuwa chama hicho kinaongozwa na misingi ya sera, maadili na utendaji na si kwa mihemko ya kisiasa. Kwa kumhakikishia Daktari Samia kuwa hawachanganyi pumba na mchele, Kikwete alionekana kujaribu kuondoa hofu ya mashaka yoyote kuhusu msimamo wa chama dhidi ya mashinikizo ya upinzani au maoni ya nje yanayolenga kuathiri mwelekeo wa serikali. Kauli hiyo pia ina tafsiri ya kisiasa kuhusu namna CCM inavyojiona katika ulingo wa siasa za vyama vingi. Na kwa muda mrefu CCM imekuwa ikijitambulisha kama chama chenye misingi ya kitaifa, kinachojali maslahi ya wananchi na kinachotekeleza sera kwa vitendo. Wapinzani kwa upande wao mara nyingi wamekuwa kikosoa chama hicho kwa madai ya kukosa uwajibikaji, kuhodhi madaraka na kudhibiti taasisi za dola. Katika muktadha huu, kauli ya Kikwete ni kama kujibu hoja hizo na kusema kuwa CCM haichanganywi na kelele za kisiasa zisizo na msingi. Kwa Rais Samia, kauli hiyo ni muhimu kwa sababu inatoa mmoja wa viongozi wa juu wa zamani wa chama na serikali ambaye bado ana ushawishi mkubwa ndani ya CCM na katika siasa za Tanzania kwa ujumla. Kikwete ni miongoni mwa marais wastaafu wanaoheshimika kwa mchango wao katika kuimarisha demokrasia ya vyama vingi, na kauli yake inaweza kuchukuliwa kama baraka ya kisiasa kwa Rais Samia kuendelea na kazi yake bila uoga. Aidha, kauli hiyo inatoa ujumbe kwa wanachama wa CCM na wapiga kura kuwa chama chao kiko imara na kina msimamo thabiti, na katika kipindi cha kuelekea uchaguzi vyama vya siasa hujaribu kuonekana umoja na mshikamano wa ndani, na kauli kama hizi husaidia kuimarisha morali ya wanachama na kuondoa mashaka kuhusu mgawanyiko wa ndani na ushawishi wa wapinzani. Hata hivyo, kwa wapinzani kauli inaweza kutafsiriwa kama dharau au kupuuzia hoja zao. Vyama vya upinzani vimekuwa vikisisitiza umuhimu wa mabadiliko ya kisiasa, uwajibikaji wa serikali na usawa wa kisiasa. Kwao, kauli ya hatuchanganyi pumba na mchele inaweza kuonekana kama ishara ya kujitenga na hoja za msingi zinazohusu maslahi ya wananchi. Wanaweza kutafsiri kama kauli ya kujifungia ndani na kupuuza maoni mbadala. Katika muktadha wa siasa za Tanzania, kauli kama hizi zina uzito mkubwa, inaweza kuathiri mwelekeo wa kampeni, mitazamo ya kupiga kura na hata mahusiano kati ya vyama vya siasa. Na kwa upande mmoja zinaimarisha chama tawala, kwa upande mwingine zinaweza kuchochea majibu makali kutoka kwa wapinzani na mashirika ya kiraia. Ni wazi kuwa kauli ya Kikwete haikuwa ya kawaida, ilikuwa na lengo la kisiasa la kuimarisha msimamo wa CCM na kumtia moyo Rais Samia.
Pia ilikuwa na ujumbe kwa wapinzani na wananchi wa kuwa CCM bado ni chama imara kisichoyumbishwa na presha za kisiasa. Na katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi, kauli kama hizi zitazidi kuibuka, na kila upande ukijaribu kuonesha nguvu, msimamo na mwelekeo wake. Kwa ujumla, kauli hatuchanganyi pumba na mchele ni zaidi ya methali, ni tamko la kisiasa lenye ujumbe wa ndani kwa chama, kwa rais na kwa upinzani na kwa wananchi. Ni sehemu ya mchakato wa kujenga hoja, kuimarisha msimamo na kuandaa mazingira ya ushindani wa kisiasa. Na katika siasa maneno kama haya yana uzito, na kauli ya Kikwete ni mfano halisi wa maneno yenye uzito wa kisiasa.